Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2026, siku ya Jumanne. Ramadhani 20 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikualike kunako dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni wabunge wawili madiwani 4 kortini kwa rushwa, wadaiwa kushawishi uchaguzi wa mwenyekiti wa halmashauri Chato. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwigulu, wazembe wezi serikalini tuwafyeke, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Profesa Mahalu wafariki dunia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Samia ashusha neema sokoni Kariakoo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika house girl mbaroni kwa kutupa kichanga juu ya paa, habari katika ukurasa wa 2. Mwili wa mwanamke wazikwa chumbani, Hawara sakwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. UN yapongeza Tanzania kurejesha utulivu baada ya uchaguzi, habari katika ukurasa wa 7. Serikali itangaza kiama uuzaji wa mbolea feki, habari ni katika kurasa za ndani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari Leo likipambwa na habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwa wanafunzi wa shule sekondari ufundi Rukwa baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa shule hiyo wilayani Nkasi mkoani Rukwa jana. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kilio cha ada bandarini. Ada mpya kwa mizigo ya ndani yaanza kutumika, wadau walalamika, TPA yataja sababu, ya sisitiza ufanisi kujenga magati mapya 18 kwa miezi 24. TASA yasema mchakato ulikuwa shirikishi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kuna ambaye alitakiwa kulipia kontena 9,925,848 lakini sasa atalazimika kulipa shilingi milioni 3.8 na kwingineko baadhi ya watu walilalamika kuwa magari yalitakiwa kulipia ada ya shilingi 230,000 lakini sasa imepanda hadi milioni 1.2 na nyingine kutoka 500,000 hadi milioni 3.4. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika bidhaa zinazoagizwa kila siku kwa mahitaji ya viwanda, biashara na matumizi mengine. Wabunge madiwani CCM kizimbani kwa rushwa. Wabunge hao Pascal Lutandula Chato Kusini na Colonel Magembe wa Chato Kaskazini mkoani Geita, pamoja na madiwani 4 wakiwamo aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri ya Chato Bartholomeo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Matumaini tiba kwa ugonjwa wa kisukari figo pressure, habari katika ukurasa wa 6. Mzozo wa Mashariki ya Kati watikisa Mojtab amrithi Khamenei Iran, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Watanzania waliokwama Dubai warejea nchini, wasimulia waliokuwa wakipitia hali ilivyo, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Profesa Mahalu mwamba wa sheria ya diplomasia amelala 1948 hadi 2026, habari katika ukurasa wa 3. Migogoro ya ardhi, mirathi ya tesa raia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha
siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.run4autismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Tunatazama sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni watumia AI kujitibu. Wataalamu wang'aka wakisema akili unde haiwezi kuchukua nafasi ya daktari, wenye hatari kinachoendelea matumizi holela ya dawa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Sasa hivi mtu anaona hawezi kwenda hospitali au kwa daktari kwa sababu anaona atatumia pesa nyingi. Anaamua kutumia simu yake kuangalia dalili na kuuliza AI ni dawa gani atumie. AI inapotoa majawabu kwa msingi wa maelezo mafupi ya dalili, kuna uwezekano mkubwa wa kutoa majibu yasiyo sahihi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Watafiti hofu ya uzee inaharakisha kuzeeka. Habari katika ukurasa wa 4. Wadau wa siasa sheria wagongana mkasa wa Chadema kupigwa na mabomu na polisi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kufuatia wanachama wa Chadema waliokuwa wanaelekea kwenye maadhimisho siku ya wanawake duniani kushambuliwa na mabomu ya kutoa machozi na baadhi yao kukamatwa, wanasheria na wadau wa siasa wametoa maoni. Habari picha inamuonesha mwenyekiti wa ngome ya wanawake ya ACT Wazalendo Janet Ruthe. JWTZ, jeshi la Marekani kuimarisha usalama wa kikanda. Habari katika ukurasa wa 5. Iran yazidi kuishangaza Marekani, Putin atoa neno uteuzi wa kiongozi mpya. Habari katika ukurasa wa 19. Aliyepinga adhabu ya miaka 30 ahukumiwa kifungo cha maisha. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazama sasa gazeti Jamhuri lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Trump ya mkuta. Washirika wake wagoma kuungana naye, wamnyima ardhi kuishambulia Iran. Mwenyewe asita kuingiza majeshi, hofia kujirudia iliyotokea Afghanistan. Mashirika makubwa ya habari yafanye propaganda za uongo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ripoti maalum sehemu ya pili. Waziri aonya awashukia utendaji maliasili kukwamisha kwa miaka 10 sekta iliyohaidi ajira milioni 5 mabilioni ya fedha. Wadau waishangaa wizara ya kilimo kutumia fedha nyingi kuelea baada ya kuvuna kuwatumia kuingiza fedha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kero sugu, hospitali zaendelea kuzuia miili mochwari huku familia zikihaha kusaka fedha mitaani. Ndugu wasikitishwa kuongeza muda wa maombolezo, wadai ni mateso yasiyovumilika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Nishati safi ya kupikia, TANESCO iongoza mapinduzi kuelekea 2034. Fahamu kosa la kutoa ushahidi wa uongo. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri lenye usema tunaanzia wanapoishia wengine. Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye limeandika mgogoro Mashariki ya Kati, ATCL yarudisha Watanzania 236 waliokuwa wamekwama nje nchi kutokana na vita inayoendelea kati ya Israel, Marekani na Iran. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dr. Mwigulu ashtukia upigaji ujenzi wa mabweni. Habari katika ukurasa wa pili. Habari picha ikimuonesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiweka jiwe la msingi ujenzi wa shule sekondari ya amali ya mkoa wa Rukwa iliyopo katika kata ya Majengo na Manyere wilayani Nkasi mkoani humo jana. Wa pili kulia mkuu wa mkoa huo Makongoro Nyerere. Ripoti maalum Dr. Msemo anika siri ya mafanikio matibabu ya saratani. Habari katika ukurasa wa 5. Wabunge madiwani kupandishwa kortini tuhuma za rushwa. Habari katika ukurasa wa 8. Hakuna kiongozi CCM aliyejua sheria kihongosi. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika aliiba bunduki ya polisi jela miaka 30. Habari katika ukurasa wa 19. Balozi Costa Maharo afariki dunia. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye limeandika serikali kujenga jengo jipya Baraza la Wawakilishi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. ZRC tumieni fursa za miradi kuleta maendeleo, Dr. Akil. Habari katika ukurasa wa pili.
Wataalamu wa afya wafanya ziara maalum uwanja wa ndege bandarini, habari katika ukurasa wa pili. ZFCC yatakiwa kulinda watumiaji wa bidhaa, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu ashiriki mazishi ya mama wa mkuu wa JKU, habari katika ukurasa wa pili. Iran yarusha makombora Israel kumkaribisha kiongozi mpya wa kidini, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Yanga yaitibulia Simba, Beka aeleza kila kitu, habari katika ukurasa wa pili. Zijazo ni dhidi ya Singida Machi 11, dhidi ya TRA Machi 14, dhidi ya Pamba Jiji Machi 19. Ashusha kocha kutoka Uingereza, habari katika ukurasa wa pili. Zijazo Yanga ni Machi 12 dhidi ya Tanzania Prisons, Machi 15 dhidi ya Azam, Machi 18 dhidi ya TRA United. Dumbiani swala la muda, habari katika ukurasa wa pili. Wachezaji 23 watolewa kwa kadi mechi moja, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. TPL kesho Jumatano ni Dodoma Jiji dhidi ya Azam FC saa 1:15 usiku, Jamhuri Dodoma. Wakati wa gazeti hili pia limeandika ratiba ya UEFA Champions League, Galatasaray dhidi ya Liverpool ni leo saa 2:45. Atalanta dhidi ya Bayern saa 5 kamili usiku. Atletico Madrid dhidi ya Spurs saa 5 kamili. Newcastle United dhidi ya Barcelona saa 5 kamili. Hisia zangu na Edo Kumwembe, safari mpya ya Kagoma Simba, habari katika ukurasa wa pili. Makala ya Rising Woman, Rosalie sauti kali ya mwanamke jasiri, majina yake kamili ni Rosary Robert Iwole na alizaliwa Arusha na kusoma Kenya aligomalizia elimu ya msingi, habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo limeandika uchaguzi TOC sasa Aprili 12, Rais Samia mkumbuka Zahir Zoro. Ibenge jivunia kikosi kipana Azam, habari katika ukurasa za ndani. Kofi kufanya onesho Belgiji, habari katika ukurasa wa 21. Kocha Mbuni ajagelea kuingoa Mtibwa, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika Rais Samia ampa Zahir Zoro milioni 10. Yanga tambo tu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Bondia Halima avunja ukimya, habari katika ukurasa wa 21. Celtic Rangers watia aibu, habari katika ukurasa wa 22. Changarawe kutikisa Russia, habari katika ukurasa wa 23. Singida Black Stars yaipania Simba, habari katika ukurasa wa 21. Wakati wa gazeti hili limeandika hapatoshi ligi ya mabingwa Ulaya, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania Jumanne leo.